Vampires. They're everywhere. You're one of them, aren't you? No. I'm something else. Karibu tena ndani ya ulimwengu wa vibanda umiza, na nitumie nafasi hii kuwatakia heri ya mwaka mpya ya mwaka 2026. Na washikaji wengi sana wameniomba kuvunja movie moja ya kibabe inaitwa Blade, na hii movie ilitoka mnamo mwaka 1998. Na ulimwengu mzima wa movie za Blade umegawanyika katika movie kuu tatu: movie ya kwanza, movie ya pili pamoja na movie ya tatu. Ila kwa leo nitavunja movie ya kwanza, na hizo movie za pili pamoja na movie za tatu nitavunja pale nitakapopata nafasi. Umeona mpaka hapo? Na movie yetu ya Blade ilikuwa kimuhusu mchizi mmoja alikuwa kiitwa Eric Brooks, na mchizi alikuwa ni vampire hunter, ni shoti alikuwa kuinda mavampire mbalimbali. Na vile vile mchizi alikuwa na nickname mbili. Nickname ya kwanza kabisa ilikuwa ni Blade, na nickname ya pili ilikuwa ni Daywalker. Na sababu moja kubwa kabisa ya kumuita Eric Brooks Blade ilikuwa ni kwamba mchizi wetu huyu alikuwa akitumia visu pamoja na mapanga kuwaua mavampire. Na cha kuongezea ni kwamba atasaumua jina Blade linaweza kutumika kumaanisha panga au kumaanisha visu. Na vile vile pia ni jina Daywalker lilikuja kwa sababu kwamba mchizi wetu Eric Brooks umeona Blade alikuwa nusu vampire nusu binadamu. Umeona mpaka hapo? Na kutokana na hilo sasa mchizi alikuwa na uwezo wa kutembea mchana, na kutokana na hilo wakamuita Daywalker, kwa sababu sama vampire kawaida walikuwa hawana uwezo wa kutembea mchana, kwa sababu kama tunafahamu kitu kimoja ni kwamba sasa katika ulimwengu wa vampire mythology jua umeona lina uwezo wa kuua mavampire. Na vile vile pia ni tukiingia deep zaidi physics ni kwamba sasa UV light umeona ilikuwa na uwezo wa kumuua vampire, na kwa bahati mbaya ni kwamba ili jua sasa lilikuwa ni pati la UV light. Na je, hii movie yetu ya Blade ya mnamo mwaka 1998 ilikuwa kihusu nini hasa? Na kama wewe ni mara ya kwanza ndani ya ulimwengu vibanda umiza, usisite kusubscribe. Na movie yetu atupeleka moja kwa moja hadi mnamo mwaka 1967, na tunakutana na mama mmoja hivi ambaye alikuwa ni mjamzito. Ila kwa bahati mbaya huyu mama sasa alikuwa ameng'atwa, na kwa bahati mbaya zaidi alikuwa ameng'atwa na mavampire. Umeona mpaka hapo? Na kwa bahati mbaya zaidi ni kwamba sasa umeona mtoto wake ndani ya tumbo lake na pia sasa alikuwa amekuwa infected umeona na vimelea hivi vya kivampire. Na kwa bahati mbaya sasa huyu mama anafariki dunia, na mtoto ambaye anazaliwa sasa ndiye alikuja kuwa sasa Eric Brooks aka Blade. Na hii situation sasa ilimfanya Eric Brooks aka Blade awe nusu binadamu nusu vampire. Umeona mpaka hapo? Ile kwa bahati nzuri ni kwamba sasa hivi vimelea vya kivampire umeona havikuwa active katika mwili wake hadi pale alipotimiza miaka 13, na issue tulijua baadaye kabisa ndani ya movie yetu. Umeona mpaka hapo? Na baada ya kutimiza miaka 13 sasa taratibu vile vimelea vya kivampire vikaanza kuchukua mwili wake, na kwa bahati mbaya ni kwamba sasa alikutana na vampire hunter mmoja hivi alikuwa akiitwa Abraham Whistler. Umeona mpaka hapo? Na huyu Abraham Whistler alikuwa nusu amuue Eric Brooks kwa sababu alikuwa anahisi mwa udogo huyu alikuwa ni vampire. Ila kwa bahati nzuri alitambua kitu kimoja kwamba Eric Brooks alikuwa ni mtu mmoja ambaye alikuwa iko tofauti, au vampire mmoja ambaye alikuwa iko tofauti. Na kutokana na hilo sasa umeona Abraham Whistler akaamua kumlea Eric Brooks aka Blade, na vile vile pia sasa akaamua kutengeneza dawa special ambayo ilikuwa kimsaidia sasa mwili wake umeona kupunguza ile hamu ya kunywa damu za watu. Na kuanzia miaka yote hiyo umeona tangu akiwa miaka 13 hadi anatimiza miaka 30 umeona Eric Brooks alikuwa ni vampire hunter akishirikiana sana mchizi wetu huyu anaitwa Abraham Whistler. Umeona mpaka hapo? Na kwa washikaji ambao wanapenda mambo ya vampire mythology, mambo ya Dracula, mambo ya bla bla bla, umeona tunafahamu kitu kimoja kwamba jina Abraham ni jina ambalo ni very very special umeona kwa vampire hunter, na jina tuliona vizuri kabisa katika ulimwengu wa movie za Abraham Van Helsing ambayo tulimuona katika movie ya Van Helsing, na vile vile pia tulimuona katika TV show moja ya kibabe inayoitwa Dracula. Na vile vile pia ni kuhusu mchizi wetu huyu Abraham Van Helsing nitamweleza vizuri kabisa tukifika katika hii movie inayoitwa Van Helsing.
Umeona mpaka hapo. Na washikaji wawili hawa umeona Eric Brooks aka Blade umeona pamoja na Abraham Whistler waliendelea ni kuinda mavampire ndani ya Marekani. Umeona mpaka hapo. Ila sasa katika organization ya mavampire kuna issue moja ajabu sana ilikuwa ikitokea. Umeona mpaka hapa ni shoti katika organization kulitokea mapinduzi na mapinduzi yalikuwa chini ya jamaa mmoja au vampire mmoja alikuwa kiitwa Deacon Frost. Umeona mpaka hapo. Na umchizi Deacon Frost hakuwa pure vampire. Umeona mpaka hapa ni umchizi maisha yake ya nyuma alikuwa ni binadamu, ile kwa bahati mbaya sasa umeona ilitokea alikatwa na mavampire na kabadilika sasa na kuwa vampire. Umeona mpaka hapo. Na umchizi alikuwa na idea moja umeona ndani ya dunia, yani alikuwa na mpango sasa umeona wa mavampire kutawala dunia nzima. Umeona mpaka hapo. Ila sasa wale pure blood vampire walikuwa hawataki situation. Umeona mpaka hapo kwa sababu wanaamini kitu kimoja, yani kwa miaka zaidi ya 1000 ni miaka ya maelfu na maelfu umeona binadamu pamoja na mavampire walikuwa kiishi kwa pamoja. Yani shote ni kwamba sasa umeona mavampire walikuwa kiishi ndani ya underground umeona, na vile vile pia nilikuwa ni kama siri fulani, yani kama underworld fulani kama usha kucheki ule ulimwengu wa movie za underworld. Umeona mpaka hapo. Ile umchizi Deacon Frost umeona alikuwa na mpango sasa umeona wa kutawala dunia kwa kubadilisha viumbe wengi ndani ya dunia yetu ikuwa mavampire. Umeona mpaka hapo. Na issue ilisababisha msuguano mkubwa sana umeona kati ya mavampire umeona ambao ni pure blood pamoja na Deacon Frost ambaye alikuwa sio pure blood pamoja na wenzake. Na ujamaa Deacon Frost sasa alifikiria kitu kimoja kwamba njia pekee sasa umeona ya mavampire kuweza kutawala dunia ilikuwa lazima sasa amfufue umeona mungu mmoja wa damu hivi. Umeona mpaka hapo alikuwa kiitwa La Magra. Umeona mpaka hapo. Na katika vampire mythology ile mde kitu kimoja kwamba La Magra ndiye ambaye sasa umeona alimtengeneza vampire wa kwanza kabisa katika ulimwengu wa vampire mythology, alikuwa kiitwa Dracula. Na jamaa katika movie yetu alikuwa kiumiza sana kichwa ni atamleta vipi La Magra katika dunia yetu hii. Umeona mpaka hapo. Na njia pekee sasa umeona ya kuweza kumleta La Magra ilikuwa lazima sasa aanze kusoma Biblia hii umeona ya mavampire ambayo ilikuwa kiitwa sasa The Book of Erebos. Umeona mpaka hapo. Na kwa bahati mbaya ni kwamba kitabu kilikuwa kimeandikwa katika lugha fulani vya zamani sana ya vampire ambayo sasa umeona hata mavampire wa sasa ambao walikuwa ni pure blood walikuwa hawaielewi vizuri, na vile vile pia sasa walikuwa kimeandika kitu kimoja kwamba hiki kitabu kilikuwa ni kitabu fulani cha mythology, yani kitabu fulani cha kufikirika, kiasi kwamba sasa umeona zilikuwa ni story tu za zamani ambazo zishapitwa na wakati. Ila mchizi umeona alikuwa akiamini sana umeona kuhusu kitabu, na vile vile pia sasa alitumia muda mwingi sana yani kujaribu kukitranslate umeona kutoka katika lugha hii umeona ya vampire ajabu ajabu na kwa katika lugha ya Kiingereza ili kujua siri gani hasa ambayo imejificha umeona ambayo itamsaidia sasa kumleta ujamaa huyu mungu wa damu anaitwa La Magra. Na issue sasa Deacon Frost kusoma Biblia ya kivampire ilisababisha msuguano mkubwa sana kati yake yeye sasa umeona na kiongozi wa pure blood alikuwa kiitwa Gitano Dragonetti. Umeona mpaka hapo. Na vile vile pia Deacon Frost alikuwa amini kabisa umeona kwamba mavampire alikuwa lazima waonye damu bandia hii. Umeona mpaka hapo. Na kutokana na hilo Deacon Frost alikuwa na baa mbalimbali ambazo alikuwa akizitumia sasa umeona kama slaughterhouse aka sasa nyumba ya machinjio. Na katika nyumba za machinjio sasa umeona alikuwa akiteka au akichukua binadamu mbalimbali kwa kutumia malaya au umeona au machangudoa ambao alikuwa akichukua binadamu na kuwaingiza ndani ya slaughterhouse kwa nia sasa umeona ya kunyonya damu zao. Na katika scene tulifanikiwa sasa kukutana kwa mara kwanza kabisa na mchizi wetu umeona Eric Brooks aka Blade aka Daywalker. Na hapa pia tulifanikiwa kuona mpambano mkubwa sana, na vile vile pia tulifanikiwa kukutana na karakta moja muhimu kabisa katika ulimwengu wa Blade ilikuwa kiitwa Queen. Na katika mpambano tuliona Queen hapa mkono wake unakatwa na vile vile pia mwili wake unachomeka vibaya mno yani. Umeona mpaka hapo. Ila kwa bahati mbaya sasa umeona polisi wanakuja na mwili wake unapelekwa moja kwa moja hospitali, na kwa bahati mbaya ni kwamba sasa umeona hawa madaktari walikuwa wajui kwamba Queen alikuwa ni vampire, na tunaona pa Queen anaamka na anajuliwa watu wengi kinoma, na vile vile pia sasa kumjeruhi daktari mmoja alikuwa akiitwa Karen Jensen. Umeona mpaka hapo. Na yule daktari alikuwa ni mtaalamu ambaye ka specialize katika mambo ya damu. Umeona mpaka hapo. Na character ni karakta moja muhimu kabisa yani umeona katika movie ya Blade ya kwanza, kwa sababu sasa umeona hii idea yake hii umeona au knowledge yake kuhusu damu ilisababisha sasa au ilimsaidia mchizi wetu Blade kutengeneza umeona silaha moja special kabisa ambayo ilikuwa ikiingia katika mwili wa mavampire ili kusababisha mavampire kupasuka yani. Umeona mpaka hapo. Na baada ya Karen kung'atwa tunaona hapa umeona mchizi wetu Blade anafanikiwa kumuokoa na kumchukua moja kwa moja kumpeleka katika base yake ambayo alikuwa akiishi na mchizi wake huyu Abraham Whistler. Umeona mpaka hapo.
Na tumeona Karen alikuwa ameng'atwa, na tunafahamu kitu kimoja katika vampire mythology, unapong'atwa na mavampire, umeona damu yako inakuwa infected. Kwa hiyo ilikuwa ni masaa machache tu, umeona, kabla Dr. Karen kubadilika sasa na kuwa vampire. Umeona mpaka hapo. Ile kwa bahati nzuri tunaona hapa, umeona Abraham Whistler anaamua kumchoma sindano moja hivi ya magari ya vitunguu saumu ambayo iliingia ndani ya mwili wake, na ilisaidia kuondoa sumu ya kivampire katika mwili wa Karen. Na kwa washikaji ambao wanajua vile kabisa kuhusu vampire mythology, umeona vitunguu saumu pamoja na magari mbalimbali yanasaidia sasa kupambana, umeona, na mavampire, kwa sababu gari ni sumu, yani umeona, katika mwili wa mavampire, kama tulivyoona katika movie mbalimbali, especially movie fulani vinaitwa Sinner. Na hadi hapa Karen alikuwa kashajua kabisa kuhusu ulimwengu underworld, ulimwengu fulani hivi wa mavampire. Umeona mpaka hapa. Na kutokana na hilo sasa, umeona mavampire walikuwa kimtaka Karen kwa udi na uvumba kwa nia kumuua. Umeona mpaka hapo, ili siri yao kuhusu mavampire isiingie katika uso wa dunia. Umeona mpaka hapo. Na kutokana na hilo sasa, umeona mchizi wetu huyu Adam Whistler pamoja na Blade wakaamua kumtumia Karen kama chambo, umeona, kujua ni mavampire gani hasa ambao watamfuata, umeona, kwa nia kumuua. Na kwa bahati mbaya zaidi ni kwamba sasa, umeona, mavampire walianza kutuma watu wao. Na hapa tutambua kitu kimoja, kwamba kuna binadamu fulani hivi ambao wanajua uwepo wa mavampire, na binadamu sasa, umeona mpaka hapo, walikuwa wanatamani kama siku moja wabadilishwe na kuwa mavampire. Na binadamu walikuwa kufanya kazi kwa udi na uvumba kwa bidii kabisa, kwamba siku moja watabadilika na kuwa mavampire. Na binadamu walikuwa na simbo fulani hivi katika miili yao, na hii simbo sasa ni simbo ambazo tumeziona katika lugha ile ya Biblia ya kivampire. Na tunaona hapa kweli kabisa, yani Blade anafanikiwa kumtumia Karen kama chambo, na kwa bahati nzuri anafanikiwa sasa kumkamata mchizi ambaye alikuwa anatamani kuwa vampire. Umeona mpaka hapo. Na kutokana na hilo sasa, mwana Karen pamoja na Blade wakaamua kumtrack mchizi anaelekea sehemu gani, ili kujua sasa ni machimbo gani hasa ambapo vampire walikuwa wakiishi. Umeona mpaka hapo. Na chimbo ambalo jamaa alikimbilia ilikuwa ni chimbo fulani ambao kwa nje ilikuwa ni kama baa, ila kwa ndani sasa ilikuwa ni kama archive fulani au store, umeona, ambayo ilikuwa ikihifadhi siri za Biblia ya kivampire. Umeona mpaka hapo. Na humo ndani ndo tulikutana na vampire mmoja hivi kibonge ambaye alikuwa ni kama mwanasayansi fulani ambaye anahifadhi data. Umeona mpaka hapo. Na vile vile pia sasa alikuwa akimsaidia Deacon Frost, umeona, kutranslate ya kutafsiri, umeona, hii Biblia ya kivampire kutoka katika lugha fulani ya zamani, umeona, katika lugha ya kisasa. Nakumbuka kama nilivyosema mwanzo kabisa, Deacon Frost alikuwa anataka atafute njia fulani vya kumleta huyu Mungu wa damu Kaila Magra. Umeona mpaka hapo. Na hapa tutambua siri moja kwamba okay, umeona, kwa Deacon Frost kumleta tena duniani, umeona, una Magra ilikuwa lazima sasa, umeona, atafute, umeona, pure blood 12 awaue, na vile vile pia ilikuwa lazima atafute damu ya Daywalker. Umeona mpaka hapo, yani mtu ambaye alikuwa nusu binadamu nusu vampire. Na kwa bahati nzuri ni kwamba sasa Daywalker pekee ambaye alikuwa kimfahamu wako mwingine alikuwa ni jamaa wetu huyu Eric Brook aka Blade. Na kuna scene hapa ambayo tuliona Deacon Frost alijaribu kabisa ni kumshawishi mchizi wetu huyu Eric Brooks aka Blade kujiunga katika kundi lake. Umeona mpaka hapo. Ila alikuwa ajui kama mchizi wetu alikuwa kifahamu kabisa ni kuhusu unabii, umeona, wa ujio wa la Magra kama ilivyoandikwa katika Biblia ya kivampire. Umeona mpaka hapo. Na hapa Deacon Frost akaisi kitu kimoja mpaka sasa, yani umeona, kuwapata mavampire ambao ni pure blood 12 ilikuwa ni possible, yani kwa sababu wanao kila sehemu. Umeona, ile ishungumu kabisa ilikuwa ni kumkamata Daywalker. Umeona mpaka hapo. Na kutokana na hilo sasa akamwamuru Queen pamoja na wenzake, umeona, wamkamate Daywalker bila kumuua, yani akiwa mzima kama mzima. Na vile vile pia sasa tunaona hapa kuna scene ambao Deacon Frost akaamua kabisa kumuua kwanza kiongozi wa pure blood mchizi wetu Gitani Dragonetti. Umeona mpaka hapo. Na hapa tutambua kitu kimoja kwamba okay, Deacon Frost pamoja na wenzake walikuwa na uwezo wa kutumia muda mchache, yani wakiwa katika jua, yani kwa sababu kitu kimoja ni kwamba sasa walikuwa wamefanikiwa kutengeneza serum au dawa ambayo ilikuwa inawezesha kutembea katika mwanga wa jua kwa muda mfupi. Kwa hiyo hatujui sasa jinsi gani hasa Deacon Frost alifanikiwa sasa kutengeneza serum ambayo ilimwezesha kutembea ndani ya jua, yani kwa muda mfupi, yani. Kwa inavyoonekana maybe walifanikiwa kupata damu ya Daywalker aka mchizi wetu Eric Brooks aka Blade. Kwa hatujui, yani kwa sababu katika movie yetu tunaona kitu kimoja, mbona katika kila mji, yani kulikuwa kuna kiwanda cha kutengeneza damu bandia, yani. Kwa maybe walifanikiwa kutengeneza damu bandia ya Daywalker, we don't know mpaka sasa, yani. Ila ni party ya vampire mythology katika ulimwengu wa Blade. Ila sasa kipindi ambacho Deacon Frost alikuwa akiongea na Daywalker, umeona, kwa nia kumconvince inje katika kundi lake, ili kipindi ambacho vile vile mavampire
walivamia katika bezi ya Abraham Whistler, na kwa bahati mbaya sasa walifanikiwa kumteka Karen, na vile pia sasa walifanikiwa kumng'ata na kumpa infection mchizi wetu huyu Abraham Whistler. Na mchizi wetu Eric Brooks alirudi nyumbani akaukuta mwili wa Abraham Whistler umeharibiwa vibaya kinoma, na hapa tukaona sasa umeona mchizi wetu Eric Brooks akaamua kumpa bunduki Abraham Whistler sasa ili afanikiwe kujimaliza. Na kwa bahati nzuri hapa, bahati mbaya, tunaona sasa mchizi wetu huyu anaamua kujilipua, yani umeona mpaka hapo na bunduki. Ila kama nafahamu kitu kimoja ni kwamba katika ulimwengu wa sinema kama hatujauona mwili, yani ujue kuna issue yote ile inaweza kuwa imetokea. Na majibu sasa kuhusu kifo cha Abraham Whistler tutapata vizuri kabisa, au nitaeleza vizuri kabisa umeona katika movie inayofuata ya Blade 2 ambayo nitafanyia review sasa maybe mwezi ujao nikipata nafasi. Na vile pia katika movie yetu tutambua kitu kimoja kwamba katika zile harakati za Dr. Karen kutengeneza dawa ambayo itamsaidia sasa mchizi wetu Eric Brooks au Blade umeona ili asiwe na hamu ile ya kutengeneza damu. Vile pia alifanikiwa kutengeneza vitu vikuu viwili. Shwa kwanza kabisa alifanikiwa sasa kutengeneza dawa ambayo itakuwa na uwezo kumbadilisha vampire kurudi katika hali yake ya binadamu umeona, kama vampire huyu alibadilishwa yani kutoka binadamu na kuwa vampire. Na vile pia alifanikiwa sasa kutengeneza umeona silaha moja special kabisa ambayo kiingia katika mwili wa vampire basi vampire watalipuka yani. Umeona mpaka hapo. Kwa in short katika movie yetu ingawa Blade unamwamini, ila in short kuna vitu fulani ambavyo Dr. Karen anavifanya ambavyo vilikuwa vikubwa sana yani katika movie ya Blade. Na kwa upande mwingine pia tunaona hapa mchizi wetu Blade anafanikiwa kuvamia katika makao makuu ya Deacon Frost umeona kwa nia kumuokoa Karen na vile pia kulipiza kisasi cha mchizi wake huyu Abraham Whistler. Na kweli jamaa aliingia ndani alikipiga kinoma yani, na kwa bahati mbaya zaidi ni kwamba sasa umeona tulifanikiwa kukutana na kiumbe hichi ambacho kinafanana kabisa kimuonekano na marehemu mama yake. Kumbe sasa umeona baada ya marehemu mama yake kufariki dunia alibadilika na kuwa vampire umeona mpaka hapo, na hiki kitu kilimshtua kidogo Blade, na kwa bahati mbaya hii weakness sasa ikasababisha apigwe kisela na kukamatwa na Deacon Frost. Na hadi hapa sasa mchizi wetu Deacon Frost alikuwa kafanikiwa kumpata Daywalker umeona mpaka hapo. Na vile pia kumbuka tayari alikuwa na pure blood 12, na kutokana na hilo sasa hivi ni vitu ambavyo alikuwa akivihitaji katika unabii wake wa Biblia ya kivampire katika mpango wake ule wa kumleta La Magra. Na anawachukua watu wote wanakopeleka moja kwa moja katika tempo ya usiku wa milele kwa nia sasa ya kuperform tambiko lake lile la kumleta La Magra. Na tunaona hapa anaamua kumchukua Daywalker na kumuingiza katika mashine na kuamua kumkamua sasa na kuondoa damu yote ile umeona, na damu itamsaidia sasa kupiga tambiko lake. Na kwa bahati mbaya ni kwamba ni kipindi ambacho sasa ile serum ambayo ilikuwepo ndani ya mwili wa Daywalker aka Blade umeona ilikuwa inazidi kupungua. Kwa hiyo kitu kimoja ni kwamba sasa muda wote ule kabla ya kumkamua mchizi wetu huyu alikuwa na hamu ile umeona ya kunyonya damu ya binadamu. Na tunaona hapa baada ya kumkamua ile damu inaingia kwenye paji la uso la mchizi wetu, na vile pia tunaona hizo roho 12 za pure blood vampire zinaingia moja kwa moja katika mwili wa mchizi, na ujamaa anabadilika umeona na kuwa La Magra. Na hapa kwa kifupi ni kwamba sasa umeona mzimu wa La Magra ulikuwa umeingia katika mwili wa Deacon Frost, na mwili wa Deacon Frost kumbadilika na kuwa kama avatar hivi ya ujamaa huyu anaitwa La Magra. Na hapa ngoja niingie deep kidogo. Hii concept sasa ya Mungu au miungu umeona pamoja na Avatar tumeiona vizuri kabisa katika TV show inaitwa Moon Knight. Umeona mpaka hapo tulivyokutana na Mungu mmoja anaitwa Khonshu umeona, ambaye alitumia sasa mwili wa Mark Spector aka Moon Knight kuingia ndani. Umeona mpaka hapo. Kwa hiyo mwili wa Mark Spector ulikuwa ni kama Avatar. Umeona mpaka hapo. Na huyu Khonshu alikuwa ni kama Mungu. Na vile pia sasa katika movie yetu ya Blade umeona huyu La Magra alikuwa ni Mungu, yani Mungu wa damu. Na vile pia sasa umeona mchizi wetu huyu umeona Deacon Frost alikuwa ni kama avatar umeona ya huyu Mungu wa damu aka La Magra. Na kwa upande mwingine pia Karen anafanikiwa kuchomoka umeona ndani ya ile pango umeona baada ya kumjeruhi mpenzi wake wa zamani huyu ambaye alikuwa mbadilika na kuwa vampire. Na vampire alikuwa anaonekana fulani kama wa kizombi fulani. Kwa inavyoonekana ni kwamba sasa daktari huyu mpenzi wa zamani wa Karen alibadilika na kuwa vampire, na kwa bahati mbaya sasa hawakumpa chakula kiasi kwamba sasa huyu vampire kana muonekano kama wa kizombi fulani hivi. Umeona mpaka hapo. Na tunaona hapa Karen anafanikiwa umeona kuingia
katika pande fulani na anafanikiwa kumuokoa Blade. Na vile vile pia kumbuka Blade mwili wake ulikuwa umeishiwa nguvu, na vile vile pia mwili wake ulikuwa hauna serum ambayo inamsaidia umeona kuondoa hamu ya kwenye damu ya mtu. Umeona mpaka hapo, na njia pekee sasa umeona ya Blade kufanikiwa kupambana na mavampire fulani ambao tumewaona katika hii tempo, umeona ilikuwa lazima anyonye damu ya Karen. Umeona mpaka hapo ili kupata nguvu ile, umeona, na tunaona hapa anafanikiwa kunyonya damu ya Karen, na vile vile pia anafanikiwa sasa kuwaua mavampire wote hao. Umeona mpaka hapo, bila kumsahau Queen pamoja na mama yake mzazi. Na vile vile pia kwa bahati nzuri Karen alifanikiwa kumuua vampire mwingine huyu anaitwa Mercury. Umeona mpaka hapo, ambaye alikuwa ni demu wa Deacon Frost. Kwa hiyo sasa hadi sasa yani game pekee ambayo ilikuwa imebaki ilikuwa ni mpambano sasa kati ya Blade pamoja na Deacon Frost, ambapo kipindi hicho sasa alikuwa ni avatar ya huyu mungu wa damu anaitwa La Magra. Na mpambano ambao tumeona hapa ni mpambano fulani ambao ulikuwa ni legendary, yani umeona katika ulimwengu wa sinema, especially kwa sisi wapenzi wa vampire mythology, bila kusahau movie yetu hii inaitwa Blade. Na kwa bahati nzuri sasa umeona kwa kutumia ile silaha ambayo ilikuwa imetengenezwa na Dr. Karen, umeona Blade anafanikiwa kumuua avatar ya Deacon Frost aka La Magra. Na baadaye kabisa tunamwona Karen anamwambia Blade kwamba kuna dawa hapa ambayo itakubadilisha kutoka vampire na kuwa binadamu wa kawaida. Na kwa bahati mbaya ni kwamba sasa umeona ukiwa binadamu wa kawaida hautakuwa na nguvu tena yani ya kupambana yani kama vampire hunter, umeona. Na kutokana na hilo Blade anakataa, anasema muda wa kuchukua hiyo dawa maybe in the future, yani kwa sababu sasa ni kuna kazi kubwa sana kuimaliza, yani kuna kazi kubwa sana yani ya kupambana na vampire. Na sini mwisho kabisa tunamwona mchizi wetu huyu Blade akiwa pande za fulani hivi za Moscow nchini Urusi, yani kwa ajili ya kuinda mavampire. Umeona mpaka hapo, na isini ilikuwa ni bonge moja la sini vile vile. Na kwa ujumla ni movie ya Blade ilikuwa ni bonge moja la movie, na movie fulani ambayo tumekuwa nayo yani kipindi hicho tukiwa watoto wadogo, na vile vile pia kihistoria ni movie ambayo ilisaidia Marvel, umeona mpaka hapo, kurudi katika hali yake ya kawaida baada ya kufilisika. Umeona mpaka hapo, na binafsi movie naikubali, ila naamini kitu kimoja, kama movie ya pili ya Blade yani Blade 2 ni movie bora zaidi kuliko movie ya kwanza ya Blade aka Blade 1. Na kwa review sasa Blade 2 maybe mwezi wa pili au mwezi wa tatu, ila kwa sasa ni nitamalizia vipol pamoja na ahadi za hapa na pale za washikaji mbalimbali. Na kwa review ambazo zinafuata ndani ya ulimwengu wa Bandaumiza, stay tuned na happy new year mwaka 2026.